Tandale peoples. Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, kaka yangu Boniface Jacob, mjumbe wa kamati kuu, viongozi wa kanda ya Pwani wote na mkoa wa Dar es Salaam, na watu wa Tandale peoples. Mimi naitwa Deogratias Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema, vijana wajanja kabisa wa Chadema. Kwa haraka na kwa sababu ya muda niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, jana makamu mwenyekiti wetu wa chama John Heche aliwaalika Watanzania na vijana wote kwamba siku ya tarehe 24 mwezi huu twende mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wetu wa chama Tundu Lissu. Na leo kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam amesema kwamba Watanzania wasifike mahakamani pale kwa sababu wataenda kuleta fujo. Sasa naomba na mimi nitumie jukwaa hili Tandale kumwambia kamanda wa polisi kanda ya Dar es Salaam, jambo la kwanza, hicho alichokisema hayo mamlaka ameyatoa wapi? Jeshi la polisi utawala wake hauko mahakamani. Mahakama sio eneo ambalo linatawaliwa na jeshi la polisi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi Chadema hatuwezi kuelekezwa na polisi kuhusu utaratibu wa namna ya kwenda mahakamani. Kila siku ya Mungu tumekuwa tukienda mahakamani, tunazijua taratibu za kwenda mahakamani. Na kama hajui sheria, na mshauri kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kama kweli kasema, aende akasome kifungu cha 186 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 10 kama kilifanywa marejeo mwaka 2022. Mtanzania yoyote na kila raia ana haki ya kwenda mahakamani kusikiliza kesi, kuhudhuria kesi, iwe ya kwake isiwe ya kwake. Hata wewe kesho ukiamua unaweza kwenda mahakamani Jumatatu, ukaenda pale kuangalia mashauri yanaendaje, kwa sababu lengo la haki na lengo la mienendo ya mashauri ya jinai ni kwamba mambo haya ni lazima yafanyike kwa uwazi na watu wote wajue kama mtu amefanya kosa basi aadhibiwe kwa mujibu wa sheria, na watu wengine wajifunze kupitia makosa ya watu wengine. Kwa hiyo mimi namwambia kamanda wa polisi kanda ya Dar es Salaam kwamba kabla hajatoa kauli kama hizo yeye anasoma sheria, na sheria zetu sio siri, ziko wazi, na asitake kutuaminisha kwamba wao jeshi la polisi na wenyewe wameshiriki kwa kiwango kikubwa kumuonea mwenyekiti wetu wa chama, wameshiriki kuandaa mashtaka haya ya uhaini, mashtaka ambayo sisi tunaamini ni mashtaka ya hovyo na hakupaswa kufunguliwa nayo Lissu kwa sababu Lissu sio mhaini. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili na la mwisho, sisi vijana wa taifa hili tuna kila sababu ya kuunga operation na msimamo wa Chadema kuhusu no reforms no election. Vijana tumekuwa ni wahanga wakubwa sana wa serikali yetu. Serikali hii imeshindwa tu sio kuwapa vijana ajira, lakini pia imeshindwa hata kulinda ajira ndogo zilizopo kwenye taifa hili. Tunaambiwa leo maeneo mengi ukienda Kariakoo Wachina wanauza paka pipi. Sasa tunayo serikali ambayo inashindwa hata kulinda vijana ambao wanafanya biashara ndogo. Inaruhusu sisi vijana ambao hatuna kazi tumeamua kujiajiri, tunashindana na watu ambao wamesafiri kutoka China kuja kwenye taifa letu kupokonyana viajira vidogo au vibarua vidogo ambavyo viko kwenye taifa letu. Kwa sisi kama vijana, na washaurini vijana wenzangu wa Tandale na wa maeneo mengine, tuhakikishe tunaiunga mkono Chadema kwenye operation hii ya no reforms no election, kwa sababu operation hii inaenda kuweka msingi wa kinachosemwa kwenye ibara ya 8 ya katiba yetu kwamba msingi wa mamlaka kwenye taifa ni lazima uwe ni kwa wananchi wenyewe. Sasa kwenye taifa letu wananchi hatujawahi kuwa na mamlaka yoyote ya kuamua viongozi wetu. Wanaoamua viongozi ni hao mapolisi na serikali yao, wakurugenzi ndio wanaoamua watu wa Tandale diwani wao wawe ni nani. Sasa mambo haya kwenye taifa la watu waliostaarabika yanapaswa kukoma na kukomeshwa. Kwa washaurini sana vijana wenzangu, tushiriki kwa pamoja kwenye operation hii, tuunge mkono Chadema, na Chadema tumeshasema kusipokuwepo na mabadiliko ya uchaguzi hautakuwepo. Yaani hiyo ndio lugha yetu Chadema. Kuhusu tutauzuiaje uchaguzi, tusubiri hiyo siku ikifika, waelewa tunauzuiaje. Asanteni sana.